Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida, amma ba'du. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, leo kwa mara nyingine tena tunakuja katika darasa zetu mbalimbali za adhkar na dua pamoja na vipindi mbalimbali vinavyohusu dini yetu hii ya Kiislamu. Leo bimashiatillah, kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuja na mada inayosema kila Ijumaa usiache kusoma aya hii na kisha muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila Ijumaa usiache kusoma aya hii na kisha muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kwa nini kwanza usome aya hii? Ina faida gani au zipi khawashu zake? Aya hii, jambo la kwanza, inakufungulia milango ya riziki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, inakuondoshia ugumu wa kipato. Hali zimebana, fedha ipatikani, basi inakuondoshia ugumu ule wa kipato aya hii. Lakini jambo la tatu, baraka katika kazi na biashara. Bimaana ukisoma inakuongezea baraka katika kazi na biashara. Jambo la nne vile vile ni kinga ya wasiwasi wa maisha. Yaani aya hii ukisoma inakuwa ni kinga kwako kwa ajili ya wasiwasi wa maisha. Kwa ni aya ambayo ina faida kubwa sana kwa mtu ambaye mwenye kuelewa na mtu mwenye kuishika na kwenda kuisoma aya hii biidhnillah ta'ala. Kwa nikaona Jumaa ya leo inshallah basi tuilete katika mlolongo na mfululizo wa darasa zetu, ili kila mwenye kuisoma basi aondoke na faida hizo ambazo tumezieleza kupitia katika kipindi chetu hiki cha leo. Kwa mimi nitaisoma hapa mara 2, alafu nitakwambia inapatikana katika sehemu gani, na wewe je, kwenye kuisoma utaisoma kwa idadi ya mara ngapi, ili inshallah Mwenyezi Mungu ajalie zile kheri zilizomo katika aya hii basi na wewe uweze kuzipata biidhnillah ta'ala. Twende kwanza nikaisome, na nitaisoma mara 2, alafu nitakwambia je, wewe kwa Ijumaa unaisoma mara ngapi, muda gani mzuri wa kusoma. Kisha baada hapo utamuomba Mwenyezi Mungu shida zako, haja zako, na unaweza ukatumia hata kwa lugha yako ya Kiswahili. Twende tukaisome hii aya kwanza, na nitaisoma sitaimaliza yote. Nitakwambia kwa sehemu gani utakwenda kuimalizia mwenyewe. Nitakusomea neno kwa neno. Nikisoma kwa mfululizo itakuwa ngumu kuikamata, ni vyema niende neno kwa neno. Hii inasema hivi: Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqa lakum wa sakhkhara lakumul fulk litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhara, na kuendelea hiyo aya. Nitairudia tena kwa mara 2, ili baada hapo nikuelekeze mara ngapi na muda gani unaisoma. Inasema Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulk litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhara. Ndugu yangu Muislamu, ni aya muhimu sana mtu kuisoma na kuifahamu, na inshallah kipekee basi nitaiandika hapo chini, ama nitakuandikia ni aya ya ngapi inapatikana katika sehemu gani. Hii aya kama utabahatika kuingia msikitini kabla Ijumaa, utaisoma hii aya mara 11. Ukimaliza kuisoma mara 11,
utasoma na dua hii, utasema rabbi kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amma siwaka. Narudia tena, utasema rabbi Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amma siwaka. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amma siwaka. Kwa hiyo utaisoma mara 11 kabla swala ya Ijumaa, na baada ya salatu al-asri vile vile utaisoma mara 11. Kisha baada hapo utasema Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amma siwaka. Baada ya hapo basi unaweza ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majambo zako, haja zako, yale unayohitaji. Tena unaweza ukamuomba hata kwa lugha yako ya Kiswahili biidhnillah Ta'ala. Kwa nini aya hii tuiombe siku ya Ijumaa? Ijumaa ni siku tukufu, ni siku kubwa, ni siku ambayo mtu akiomba dua yake kuna lisaa ambalo Mtume kalibainisha, mtu akiomba dua yake huwa hairudi bure. Hii ni aya inapatikana katika Surat Ibrahim aya nambari 32. Surat Ibrahim aya nambari 32. Mwenye kutaka kuitafuta basi aende akaiangalie huko biidhnillah Ta'ala, na aweze kuitumia katika utaratibu ambao kwamba tumeuelekeza. Siku ya Ijumaa ukiingia, kabla ya Ijumaa utafanya mara 11 na utasoma hiyo Allahumma kfini bihalika, na kadhalika baada ya asri unaweza kufanya mara 33 kwa sababu ni muda mrefu na ni muda ambao katika kauli yenye nguvu sana, ni muda ambao rahisi sana mtu kujibiwa maombi yake pindi atakapokwenda kuomba maombi hayo. Kwa leo tuishi hapa, tukutane katika kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua. Cha msingi tuendelea kufuatilia channel yetu, usiache kusubscribe pamoja na kulike na comment mbalimbali katika video zetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.